Basi naomba niweze kufanya maombi kwanza, ndipo niweze kutoa maoni yangu kama Mkenya. Tuombe. Mtakatifu Baba uishiye juu mbinguni, tunakusifu na kuliinua jina lako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na Mungu wetu, na tusikia maombi yetu kila wakati. Tunaomba utusamehe dhambi na makosa tumefanya mbele yako Mungu wetu. Wakati ambao tunaenda kutoa maoni kuhusu nchi yetu, Mungu wetu tunakuomba utuongoze katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Kwa majina mimi naitwa Pastor Kenyanza. Mimi ni mkaaji wa Kisii na pia mimi ni mpiga kura. Kwa sababu Biblia inaniruhusu niweze kupiga kura. Katika kitabu cha Proverbs 18:18 na Proverbs 16:33 inasema ya kwamba tuweze kupiga kura tuchague viongozi. Na viongozi ambao Biblia inatuambia tuweze kuchagua ni viongozi ambao hawapendi mambo ya ufisadi, viongozi ambao si wauaji wa kumwaga damu ya watu, na viongozi ambao ni watu wa kusimama katika ukweli. Kwa kusema kweli, katika nchi yetu ya Kenya, mambo ambayo tumeanza kuyaona tangu mwaka uliopita na wakati huu, mambo ambayo yanaendelea si mambo ambayo yanafurahisha watu ama yanafurahisha ulimwengu. Yes. Mauaji yametokea kutoka kwa vijana wetu wanaitwa Gen Z. Hakuna mtu alikuwa anawatetea. Gen Z wameuawa, wengine wamekosa, lakini unaona ya kwamba kiongozi wa nje anasema ya kwamba ati vijana hawakuuliwa ama vijana hawakufichwa, ati mahali walikuwa wameletwa na hao vijana wengine wamekosa hawajapatikana. Na tujue ya kwamba Mungu anasema vizuri katika Proverbs 28 na Proverbs 29 tu ya kwamba wakati viongozi wabaya waovu wanapoongoza nchi, watu wanalia na kuteseka. Na wakati huu ndio sasa tumeanza kushuhudia haya maneno katika nchi yetu ya Kenya. Uongozi vile ulivyo si uongozi ambao unafurahisha watu. Kwa kusema kweli, vile viongozi wetu wengine wameshikwa tangu jana kukimbizwa, vijana wengine kukimbizwa wanapelekwa kwa jela, inaonekana vizuri ya kwamba uongozi wetu si uongozi ambao ni uongozi mzuri. Si halali. Tuko na kijana wetu anaitwa Fred Matiang'i ambaye Mungu mwenyewe ameona ya kwamba aweza kutuongoza nchi ya Kenya. Lakini mwenye anamsapoti watu ambao wako nyuma ya Matiang'i wameanza kudhulumiwa vibaya, kukimbizwa, kushikwa ovyo ovyo bila sababu, kwa sababu wamesimama na Matiang'i. Mnajua ya kwamba Matiang'i si yeye alijileta na si Wakisii walileta Matiang'i, ni Kenya mzima ilisema ya kwamba Matiang'i awe kiongozi. Wakati Matiang'i anaposimama kama kiongozi, na tunaamini ya kwamba kitabu cha Ayubu 12:14 ya kwamba yeyote Mungu amefungulia mlango hakuna atakayemfungia. Yes. Na akikufungia hakuna atakayekufungulia. Kwa hivyo wale viongozi ambao mnadhulumiwa kwa sababu ya Matiang'i, tunaomba ya kwamba wale mnafanya hayo mjue ya kwamba Mungu yuko mbinguni na Mungu anawaona, na Mungu ndiye ulipiza watu kizazi. Kama msichana wetu anaitwa Oruoba, wakati anaunga Matiang'i mkono, kwa nini anatolewa katika komiti ya bunge? Kwa sababu alienda kuunga Matiang'i mkono. Hivyo ni kuonyesha ya kwamba mnataka watu waabudu, watu wakae chini yenu, mukalie watu wasiseme na hatuwezi. Kwa hivyo tunaomba wale ambao mnadhulumu hao viongozi kwa sababu wanaunga Matiang'i mkono, muache, kwa sababu kesho huwezi ukajua ni ya nani. Kesho huwezi ukajua kama mtoto wako atasimama. Kesho huwezi ukajua kama kabila lako tena litasimama. Lazima uanze kujenga uhusiano mwema kuanzia sasa. Kwa sababu hamwezi kujua ya kwamba kabila lenu lianze kutesa watu mkijua ya kwamba nyinyi ndio mtakapo milele na milele. Hii dunia tunapita, wakati tunapita tunazaa watoto, na wakati tumezaa watoto lazima tujue ya kwamba watoto wenu pia watakuja kuuliza kula kila kabila ya
Kenya. Ndio tunaona ya kwamba sasa uongozi ambao tuko nao umeharibika mpaka East Africa. Mahali ambao kulikuwako na ukweli sasa hakuna. Tumeona viongozi wengine wameenda Tanzania kutoka Kenya hapa, wameenda kufungiwa huko. Wakati wanaenda kufungiwa huko, wanaenda kufukuzwa kutoka huko, eti ni kwa sababu wako na msimamo ambao msimamo unaweza kusaidia watu. Na mjue ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba Amos 5:10 ya kwamba watu wanachukia mtu ambaye anasema ukweli. Yule ambaye anasema uongo ndio watu wanapenda. Na Wakenya tujue ya kwamba wakati mnapoonywa na viongozi wa makanisa, msikie ni nini ambayo viongozi wa kanisa wamefanya, nini wameona. Ndio tunashangaa sana wakati tunaona priest wetu wa kanisa Katoliki ameuawa kwa njia ya utatanishi, na tunaambiwa ya kwamba DCI wanaenda kufanya uchunguzi. Kabla DCI amchaenda kufanya uchunguzi, mtuambie ni nani alimuua, gari yake nani alichukua, na hiyo gari ilienda wapi? Kwa sababu hatuwezi kuvumilia nchi tukiwa viongozi wa makanisa, watu wa kanisa wakisema ukweli, wakisimama katika ukweli, wakianza kudhulumiwa, kuuawa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Wakenya tusimame imara, tukemee dhambi, tuseme kwa ukweli, na watu wa Kenya wengi tuko nyuma ya Matiang'i na tunasimama nyuma ya Matiang'i. Hapo.